Ujambo na karibu ndani ya JCTV, kilichombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi, za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Hapo utapata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Alhamis, Machi 12, 2026. Mimi naitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu. Utakayoyasikia ndani ya makala hii ni pamoja na kumekuwa na maoni mseto kutokana na mlipuko kwenye makazi ya raia siku ya Jumatano Machi 11 mwaka huu katika mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni nani anayehusika na mlipuko huo? Utamsikia baadaye Mialano Tanganyika David kwa mengi zaidi. Cha msingi wacha nitoe kwanza pole zangu za dhati kwa raia wa Ufaransa ambao wamepoteza ndugu yao katika nchi ya Kongo. Watu kadhaa wamepoteza maisha kutokana na maporomoko ya ardhi katika mgodi mmoja hapo kule Lualaba. Zuberi Idi atakuja na dondoo zaidi hapo baadaye. Anajua anakufa na yeye Alain Delphin Kabo. Na ni nini hasa ambacho kinafichama nyuma ya sanamu iliyojengwa Fizi Center? Majibu ni ndani ya makala hii. Hivyo basi na kuomba twende sote hadi mwisho wa makala hii. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Kumekuwa na maoni mseto kutokana na mlipuko kwenye makazi ya raia siku ya Jumatano Machi 11 mwaka 2026 katika jiji la Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Awali nilifanya mahojiano na Mialano Tanganyika David ambaye ni mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha ANAPAD. Alisema nami moja kwa moja kutoka katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Nilitaka kwanza kufahamu kutoka kwake kama anazungumziaje mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ambayo yanashadidi hivi karibuni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mialano alianza kwa kunijibu. Cha msingi wacha nitoe kwanza pole zangu za dhati kwa raia wa Ufaransa ambao wamepoteza ndugu yao katika nchi ya Kongo. Na vile vile tunatoa pole zangu kwa shirika hilo la Umoja wa Mataifa, hiyo agence yao ya UNICEF kwa kupoteza mtu wao hapo. Kwa mtazamo wangu kwanza, ijulikane ya kwamba hiyo Goma ni entite yenye iko rekipere na wa M23. Na kama wa M23 wako nafasi, security yote ya hapo iko ndani ya mikono yao. Iwe security ya anga, security ya maji, security ya ardhini iko ndani ya mikono yao. Sasa hiyo bomu itatoka wapi bila wao kujua? Kwa mtazamo wangu mimi, bomu hiyo ama drone hiyo ni ya watu wa M23. Ni wenyewe wamefanya jambo hilo. Kwa sababu tukiangalia madai ya rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame, anasema ya kwamba yeye huyu mwanamke wa Ufaransa ambaye alikuwa anatumika na UNICEF hapo alikuwa ni spy, ni mpelelezi wa serikali ya Tshisekedi. Na tukiangalia hiyo drone ambayo ilitumwa hapo, hiyo ni ile ya TB2 ambao hizo drone zilikuwa zikifanywa na serikali ya Rwanda mwaka wa 1990 na mwaka 1994 wakati walipoanza kufanya mauaji pale Rwanda. Inaonekana jeshi la Rwanda ndio wanatumia hilo bomu la hina hilo ambalo limulipua katika makazi hiyo ya mwanaharakati huyo wa haki za binadamu wa UNICEF. Na tena madai ya Paul Kagame inaonyesha kwamba kweli kama rais amesema ya kwamba huyu alikuwa ni spy ama ni mpelelezi wa nchi ya Kongo, inaonekana moja kwa moja ni serikali ya Rwanda imefanya mauaji ya mwanamke huyo. Kwa sababu tukiangalia jeshi la Kongo alina aina ya drone kama hiyo ambayo iliripua hapo Goma. Hayo madai yote ambayo M23 wanakwenda kusema ni serikali ya Kinshasa imefanya hivyo ni uongo mtupu. Wao waliona ya kwamba huyu mwanaharakati wa haki za binadamu wa UNICEF anazidi kuandama kwa sababu ya kwanza ya kuajiri watoto wadogo kwenye jeshi lao la M23. Alitoa ripoti moja ambao inasema ya kwamba M23 inaajiri watoto wadogo kwenye jeshi, na hiyo ni kinyume ya haki za binadamu. Pili, huyo mwanamke alikwenda kulaani vitendo ambavyo M23 inafanya ya kuwaua watoto. Na tukiangalia ripoti hizi na madai ambao Paul Kagame amekwenda kuyaongea,
inaonekana kwamba wazi wenye walifanya kitendo hicho ni wa M23 wakiwa na support ya Rwanda kutaka kumuua huyu mwanamke kwa zile ripoti ambazo anatoa kwa sababu ya haki za kibinadamu. Hakuna serikali ya Kongo ilifanya jambo kama na hilo, na serikali ya Kongo haiwezi kufanya jambo kama na hilo, kufanya dilupuzi mahali kwenye kuna watu, na haiwezi kuvunja mkataba wa Umoja wa Mataifa wa Geneva ambao unasema kwa sababu ya kutumia dilupuzi kwenye watu wanakaa. Wenye waliua huyo mwanamke ni M23 wenyewe kwa madai ya kusema huyo ni spy au ni mpelelezi wa serikali ya Kongo. Naam, umesema kwamba waliomuua mwanamke huyo ni M23 yenyewe kwa kusema kwamba ni mpelelezi. M23 ndio inadhibiti mji wa Goma. Unadhani wanaweza kushindwa kumuingilia nyumbani kwake badala ya kutuma bomu? Ndiyo, wana njia nyingi. Unajua wauaji wana mbinu nyingi za kutumia kwa kutaka kumaliza mtu. Kwa kwenda moja kwa moja kumuingilia ndani ya nyumba yake na kummaliza, wangiliulizwa kwa nini huyu mtu ameuawa hapo, na nyinyi ndio mnalinda nchi huo, na nyinyi mnajiita kama nyinyi ni wakombozi. Na wanajua kama cheo cha huyu mwanamke alikuwa ni mtu wa haki ya kibinadamu ambaye ametumwa na Umoja wa Mataifa kwa sababu ya kutetea maslahi ya watoto. Hawangelimuua direct, wangitafuta sababu ya kummaliza, na sababu ya kummaliza hiyo ndio wamekwenda kuitoa, kwa sababu ukiangalia watu wa kwanza wenye walitoa habari ni watu M23, na vyanzo vya bomu hilo havijulikani vimetoka wapi, hiyo drone. Sasa kwa nini wanaweza kusema ni regime ya Kinshasa imefanya hivyo, na wao ndio wako hapo wanalinda hiyo habari? Wametoa wapi kama ni regime ya kutoa Kinshasa ndio imeripua hapo? Inaonekana hawa watu wanakosa kitu na vyanzo vya kuambia watu na kujitetea kwa sababu ya mauaji wamefanya ya huyo mwanaharakati wa haki za kibinadamu wa UNICEF. Naam, M23 wanadai kwamba bomu hilo lilirushwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na endapo au huenda kama kuna ukoli wowote, unadhani matumizi ya drone katika vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa mzozo huo? Nashukuru sana. Unajua matumizi ya drone yanakubalika kwanza katika uwanja wa mapambano, ijulikane hivyo. Lakini kupitia mkataba na makubaliano ya Geneva ilisema ya kwamba mapigano ya kutumia drone haipaswi kufanyika mahali kwenye watu wako wananchi wa innocent. Inapaswa ipigwe mahali kwenye wananchi hawako, na serikali ya Kongo iko ndani ya mkataba huo, ilisaini na inajua na inaheshimu mkataba huo wa Umoja wa Mataifa, na tena inaheshimu mkataba wa taifa, kwa sababu jeshi la Kongo wako na mafunzo ya jinsi ya kufanya mapambano. Lakini kama utumizi wa drone, na ukiangalia drone zote ambazo taifa jeshi la Kongo linafanya mahali ambapo hakuna watu. Kwa mfano, ili drone ambayo lilimuua bwana Willy Ngoma, mahali kwenye walipatwa na hilo drone hapakuwa watu, ni eneo ambalo liko wazi. Serikali kavizia kwa kutaka kuwamaliza hao, kwa sababu hao M23 ni wauaji, makrimina. Ukiangalia mabomu ambao madrone inapigwa pande za Minembwe, sio ndani ya jiji la Minembwe linapigwa, ni kando kando. Unasikia ndugu mtangazaji? Naam. Jeshi la Kongo la FARDC linatumia kwa kulinda makubaliano ya mkataba wa Geneva. Ukiangalia mabomu yote jeshi la Kongo linafanya, wanapiga mahali hakuna raia, lakini M23 wao wanafanya vyovyote vile kuangamiza wananchi na kujificha kupitia wananchi. Naam, kama ulivyosema, bomu zinaporushwa waathirika wakubwa ni wananchi wasio na hatia yoyote. M23 wanarusha bomu, na lakini pia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vile vile inarusha bomu. Sasa tuangalie kwa nini mashambulizi ya drone yanaonekana kuongezeka katika vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni pande zote mbili ambazo zinapigana huko zimepungukiwa na mbinu? Hapana, wenye walianza mapambano ya kutumia drone katika nchi ya Kongo sio jeshi la taifa la Kongo.
ni wao wa M23. M23 tukienda nyuma, ndugu mtangazaji, mabomu yalirushwa katika jiji la Sange pale, ambalo liliua watoto na wamama. Ni madrone ya wao watu M23. Wakafikiria wakitumia madrone, wakafikiria jeshi la Kongo halina madrone, wao wana haki ya kupiga na madrone kuangamiza wananchi. Jeshi lisitumie madrone. Jeshi ilikuwa nakosa kutumia hizo ndege zisizo na rubani, hiyo madrone, kwa sababu ya kuheshimu mkataba wa Geneva. Lakini wao walianza kutumia madrone kuwaua wananchi wasiokuwa na hatia. Waliua watu wa Minembwe, waliua watu Sange, wameua watu Goma kwa kutumia madrone. Sasa serikali ikataka kuonyesha kwamba drone tuko nazo, lakini tulikuwa tunaheshimu mkataba wa Geneva. Lakini kwa sababu nyinyi mmeanza kutumia hizo, sisi tutazitumia kwa kuwapiga nyinyi, si kupiga mahali kwenye wananchi wako. Na ndio maana taifa la Kongo, jeshi la Kongo linatumia madrone kuwapiga wa M23 mahali kwenye raia hawako, wakiheshimu mkataba wa Geneva. Sio mbinu wanakosa. Wengi wanakosa mbinu za kupigana ni M23 kuona wameshindwa, wakaanza kutumia mabomu, kutumia ndege zisizo na rubani. Ndugu mtangazaji. Naam, swali langu la mwisho sasa, tuzungumzie vita kiujumla mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sababu inaonekana wazi kwamba tangu M23 walipodhibiti mji wa Goma na Bukavu, ambayo ndo miji mikubwa ya mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, wajaweza kusonga mbele tena. Waliweza kufika Uvira tena wakaondoka wenyewe, na toka wakati huo hatujawahi kupata taarifa nyingine kana kwamba wamedhibiti vingine vijiji vikubwa au maeneo mengine ambayo ni muhimu sana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanaonekana ni kama wamepoa kabisa. Na kwa upande wa serikali vile vile wanaonekana vile vile hawafanyi lolote, wako kimya. Lakini wazalendo ambao wanashirikiana na jeshi la taifa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kuteka baadhi ya vijiji, haswa vile ambavyo vinapatikana katika milima inayoinukia tarafa la Fizi na tarafa la Uvira, lakini pia hata kule Mwenga. Sasa tuzungumzie vita kiujumla. Picha hii inamaanisha kitu gani? Picha hii ijulikane ya kwamba, ndugu mtangazaji, kuna yale mazungumzo ambayo yanaendelea kwa sasa katika serikali ya Kongo na hao M23. Yale mazungumzo ya Doha yapo na mikataba ya Doha, na kuna ile mikataba ya New York ya nchi ya Kongo na Rwanda. Sasa kama wote wanasimama kwa wakati huu kutokufanya mashambulizi, ni kwa sababu wanaheshimu ile mikataba ambayo ilisainiwa wapi? Doha. Na kama huko mashariki ya Kongo, hiyo miji yenye wako wanapigana na wazalendo wanachukua na jeshi la taifa, ni yale makundi ambayo yaliingia na kuchukua vijiji hivyo, na tayari mkataba ulishasainiwa. Wao walivunja kwanza mkataba wa Doha ambao walisaini wote. Sasa wao wa M23 kupitia vibaraka wao ambao wako katika hiyo milima ya huko, wakaanza kupiga, wakashika Kwenzero, wakataka kushika Kwenzero, Makalingi na kadhalika, Kipupu, kule kote walishika na tayari walisha saini mkataba. Sasa ililazimu sasa jeshi liwaondoe hapo kwa lazima, kwa sababu wamevunja ile mkataba ambao ilisainiwa wapi? Imesainiwa wapi? Doha. Na kama huko mashariki huko Nord Kivu, tena kama jeshi linawapiga hao, wakakuja kupata kilio cha Willy Ngoma, ni kwa sababu ni wao tena walienda kuingia kwa maeneo yenye jeshi la serikali wanashika, ikabidi wapigwe kwa sababu wanataka kuvunja mkataba wa Doha. Serikali inazuia juu ya mkataba wa Doha, wao wanataka kuvunja, kutaka kupiga, kuchukua. Sasa hiyo ndio vita iko hapo. Ukiona wazalendo wanawapiga kutaka kulinda mkataba wa Doha, kuwafukuza zile eneo ambazo waliingia kinyume ya mkataba wa Doha. Hiyo ndio sura na picha halisi yenye iko katika vita hivi vya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi Alanotangani David, mtazamaji, mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha ANAPAD, ambaye nilifanya naye mazungumzo dakika chache zilizopita moja kwa moja kutoka Nairobi nchini Kenya. Kwingineko ni kwamba hali ya maporomoko kwenye migodi kadhaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuweka maisha wachimbaji wadogo wa madini hatarini. Hivi karibuni watu kadhaa wameripotiwa kufa katika mgodi wa Safi huko Lualaba. Maporomoko hayo yamejiri siku chache baada ya hali kama hiyo kuwa wachimbaji huko Tulizembe, takriban kilomita 20 kutoka Kolwezi. Mengi zaidi ndani ya ripoti hii ya Zuber Ali. Mkasa uliotokea Jumatano Machi 11 katika mji wa Kakamba
ulioko katika eneo la Lualaba, maporomoko ya ardhi katika maeneo ya machimbo ya madini yanayoitwa Safi yaligharimu maisha ya wachimbaji madini kadhaa waliokuwa wakiendesha shughuli zao humo kisiri. Idadi kamili ya watu waliopoteza maisha haijajulikana, lakini vyanzo vya ndani kwenye eneo hilo vinathibitisha kwamba miili kadhaa ilitolewa kutoka kwa vifusi. Chikaka anajua anakufa na yeye Alain Delphin Kabo Okay, sawa. Ajali hiyo ilitokea katika eneo la uchimbaji madini linalomilikiwa na wachimbaji wadogo wanaofanya shughuli zao kwa siri, kulingana na shuhuda za kwanza zilizokusanywa. Wachimbaji hao haramu wanahatarisha kila siku maisha yao katika uchimbaji madini, haswa shaba na kobalti, katika maeneo ambayo hayapatikani na umma. Wanafanya kazi katika mazingira hatarishi, huku wakiwa hawana vifaa vyovyote vya ulinzi au hatua za usalama. Udhaifu wa udongo unachangia pakubwa shughuli za uchimbaji hovyo na kufanya ajali hizo kushindwa kuepukika. Hadi Alhamisi hii Machi 12, hali iliyosababisha maporomoko hayo ya ardhi haijajulikana rasmi, huku mamlaka za mtaa na maofisa wa kampuni za uchimbaji madini bado hawajaeleza rasmi ukubwa wa maafa hayo. Shughuli za uokoaji ambazo mara nyingi hufanywa na wachimbaji madini kwa njia zisizo za kawaida zinaendelea kujaribu kutafuta miili ya manusura na mingine iliyozikwa chini ya ardhi. Mnamo Februari 7, wachimbaji madini 11 waliuawa katika maporomoko ya ardhi katika machimbo ya Tulizembe yaliyoko takriban kilomita 20 kutoka Kolwezi. Ni ripoti yake Zuberi Ali. Na mwishowe kabisa, kumekuwa na maoni mseto tarafani Fizi, Kivu Kusini, kuhusiana na sanamu iliyozinduliwa na mkuu wa tarafa la Fizi Mheshimiwa Kalonji Badibanga Sami. Ni kwa nini baadhi ya wakazi wamejawa na hasira kuhusiana na sanamu hiyo? Hii ni moja miongoni mwa maswali ambayo nimemuuliza Mialano Tangani a David. Kwanza, sanamu hiyo jengwa kinyume na utaratibu na kinyume na sheria. Mwenye amejenga mnara huyo ate wa teritwari ya Fizi alijenga kinyume ya sheria. Sheria gani hiyo? Unavunja sheria. Nataka anza kuongea sheria ambayo inasema kulinda mazingira, ambayo inasema kwa kimombo la loi ina protéger environnement. Hiyo mnara unavunja. Kwa sababu karatasi gani ilimpatia ruhusa aende kukata miti ya kutengeneza mnara huo? Au kwa kujenga hapo kwenye yuko hapo alipewa ruhusa na nani kisheria? Hapo kwa kuvunja sheria ya mazingira. Yeye ni mkuu wa tarafa, anatakiwa kupewa ruhusa na nani mheshimiwa? Anapaswa pewe ruhusa na mahakama na vyanzo vile ambavyo vinasimamia sheria kwa kujenga pale. Yeye ni mkuu wa tarafa, anaangalia tarafa lakini haangalie sheria. Wenye wanaangalia sheria ni watu wengine. Anapaswa kuwe na utaratibu wa kupata vile vikaratasi ya kumpatia vya environment kwanza. Cha pili, kuna ile sheria katika nchi ya Kongo ya 08 ya mwaka wa 2010 ambayo inasema kulinda patrimoine. Tunaweza kusema patrimoine ni nini? Patrimoine ya tradition zetu, yani tamaduni zetu. Sasa huo mnara umejengwa hapo ni watamaduni gani ya nchi ya Kongo? Kama kwetu Fizi, huo mnara unaonyesha tamaduni gani kwa tamaduni za watu wa Fizi? Hapo kwanza amevunja hiyo sheria. Kuna sheria nyingine ya 009 ya mwaka wa 2002 ilitengenezwa tarehe 5 mwezi wa pili mwaka wa 2002, ambayo iliweka tume ya watu ambao wanasimamia kujenga minara ya wale mababe wale wazalendo ambao walikufa kwa sababu ya nchi ya Kongo. Hizo ni sheria gani? Sheria ambayo ilitoka ya sheria ya 5 ya mwaka wa 2000. Sheria zipo tofauti mheshimiwa, kuna sheria za madini, kuna sheria za ardhi, kuna sheria za mazingira, kuna sheria. Hiyo ni sheria gani ambayo unazungumzia? Hii ni sheria ambayo inasema juu ya wale waero. Sheria ambayo imetolewa kwa sababu ya wale waero. Waero mnasema kwa Kiswahili mnaisema namna gani waero? Ero ni mashujaa. Wa mashujaa. Sheria ya mashujaa
sheria namba 5 mkato 2002 ambayo ilitengenezwa mwaka wa tarehe 5 mwezi wa pili mwaka wa 2002 ilitolewa na presidency na ikulu ya rais ya kuweka tume lile ambalo la kusimamia wale wa hero na kujenga minara yao. Sasa hero ni nani katika nchi ya Kongo? Hero ni mtu yule mwenye amepigania na kupambania nchi ya Kongo. Ndio kwa patikana hero ya nani? Laurent Desire Kabila, Emery Patrice Lumumba. Leo kwa sasa kama Fizi kulijengwa mnara mwingine wa mbavu kwa sababu alitetea, na kuna wengine wa hero wakina dunia na wote wako pale walitetea tarafa la Fizi na nchi ya Kongo. Monima ya watu haijajengwa. Sasa hiyo yeye ameweka pale yeye. Huyo kwanza mtu mwenye amechora pale ni nani? Hatujui asili yake ni ya wapi. Hatujui ametoka wapi. Sasa anakuja kumjenga huo mnara wake pale Fizi kama nani? Hizo zote sheria amezivunja. Kwanza hizo. Twende sasa katika utamaduni wetu. Amesema katika interview yake ambayo mlifanya mahojiano mlifanya na yeye. Nilipata kabisa kwa TV yetu GC TV. Anasema ule mnara yeye ameujenga kwa sababu ni symbole ya kuonyesha amani katika nchi katika territory ya Fizi na kuonyesha ujenzi wa Fizi. Ndiyo. Mimi nikakuja kama vile mwanaharakati wa kisiasa tena mwenye ninajua sheria. Amani, symbole ya kuonyesha amani ni njiwa ambayo iko na mti wa mtende. Hiyo ni amani. Kama alikuwa anataka kuonyesha kujenga nani monima pale, angechukua mapu ama karte ya territory ya Fizi, aitengeneze kama vile monima, aweke njiwa yenye iko na mti wa mtende na chini ile njiwa aweke tofali. Alafu aje aambie watu huo mnara na kwa sababu ya nini? Ya amani katika tarafa la Fizi. Watu wanaishi katika tarafa la Fizi waishi kwa amani. Sio hiyo. Yeye amejenga sura ya mtu mwenye iko na tofali. Na huyo mtu ni nani? Sio parmi wa hero wa nchi ya Kongo. Haiko parmi wa hero wa nchi ya Kongo. Mwenyewe amedai kwamba katika mazungumzo ambayo nilifanya naye amedai kwamba ni picha ya mtu ambaye hajawahi kuishi, ni picha ya mtu ambaye hayupo, ni picha ambayo imetengenezwa tu, na lengo kubwa ni picha ambayo imebeba ujumbe wa maridhiano, ujumbe wa amani, ujumbe wa watoto wa Fizi wote kwa pamoja wasimame kwa ujenzi wa tarafa la Fizi. Yeye kama tunafikiria watu wa Fizi ni watoto kwa akili. Sisi tuna uwerevu kumliko, tuna elimu kubwa zaidi sana kuliko yeye. Tuna wasomi wengi kumzidi yeye. Sasa mheshimiwa Mialano Tanganyika David, wewe wasiwasi wako mkubwa ni nini haswa kuhusiana na Sanamwili? Wasiwasi wangu kwa huo mnara ambao amejenga Kalonji pale, anatuletea miungu ya kwao huko kwao Kasai kutuletea katika Fizi. Kwa inaenda kinyume na asili yetu, inaenda kinyume na culture yetu. Kwa sababu akisema kama ni mambo ya amani, angeweka njiwa pale, angeweka arc-en-ciel. Sijui kama arc-en-ciel kwa Kiswahili inaitwa namna gani? Upinde. Hizo ndio symbole za amani. Angeweka bendera ya rangi ya mweupe, aisimamishe hapo yenye iko na karte ya territory ya Fizi. Hiyo tungesema ni mnara wa amani. Sasa yeye atuletea mtu mwenye hajaishi, hana sura. Unaona huyo kama yeye ni mtoto sana, yeye anataka kuchukua chini watoto, yeye ndio mtoto zaidi. Mtu mwenye hajaishi, yeye ni Nebukadneza mwenye ameshuka pale. Yeye ni nani? Ni ndugu yake ule Leza ama ule Bakwa Lufu wenye ndugu zetu walienda kuchukua kule kwao Kasai wakatuletea hapo, ndio amejenga hapo. Asante, sisi ni watoto. Sasa tuende moja kwa moja kwenye kutafuta. Ndugu mtakatifu. Ni ndugu yake nani? Yeye huyo Kalonji. Ndugu yake nani? Hana jina? Ni babu yake huyo, wanaandika jina lake pale, aseme yeye ali kwa kujenga kuleta amani na development kule kwao. Sana vinaandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Okay, twende sasa katika kutafuta suluhu. Maoni yako au nini kifanyike sasa? Una ujumbe gani wewe kuhusiana na Sanamwili? Neno lako la mwisho. Ujumbe wangu ndugu mtangazaji, tunamwambia Kalonji avunje huo mnara au hiyo monima
mnamo masaa 48. Na asipofanya hivyo, asipofanya hivyo yeye ataondoka huko na tutamchukulia hatua za kisheria. Aya, asipofanya hivyo societe civile ya Fizi tutaendose mpaka fukuzwe na atolewe katika Fizi. Asipofanya hivyo ataondoka na mnara utabomolewa. Aya, asipofanya hivyo ataondoka na mnara huu utabomolewa. Hayo sio maneno yangu, ni maneno ya mwenyekiti wa chama cha kisiasa na mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu Mialano Tanganyika David, ambaye nimezungumza naye kutoka Nairobi. Mialano, mimi nikushukuru sana kutoka Nairobi, Kenya. Una la ziada? Nashukuru sana. La ziada langu ambalo naweza nikasema kwa ndugu zetu wa province Sud Kivu en general et en particulier ndugu zangu wa Fizi ambao mnanisikia, mjue kwamba hatutaletewa miungu ya kigeni yenye iko kinyume na tradition yetu. Naomba wa chef kutimie, wa chef de secteur, wa chef de village wasimame wapambane vita hivyo. Na natuma wito wangu kwa wa chef kutimie. Nyinyi ndio mnasimamia asili yetu ya Fizi. Muite mkutano wa haraka na muende kumwambia huyo Kalonji avunje hicho kitu kiko kinyume na asili yetu ya Wabembe na akiwezi kukua ndani ya teritori yetu ya Fizi. Hili ni jambo langu ambalo naweza kuambia wananchi wa Fizi, na asipokubali wananchi wasimame wamuondoe kwa lazima na monima ivunjwe kwa nguvu. Asante zaidi sana. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa leo.